Rais wa Madagascar Andry Rajoelina amemteua Jenerali Rufin Fortnant-Zafisambo kwa waziri mkuu mpya wa taifa hilo katika kile wachambuzi wanakiona kama hatua ya kijeshi ya kuimarisha utawala wake na kukabiliana na maandamano makubwa yanayoongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z. Hatua hiyo imekuja siku chache baada ya Rajoelina kuonya uwezekano wa jaribio la mapinduzi, huku serikali yake ikabiliwa na presha kubwa ya umma kutokana na ukosefu wa ajira, rushwa na hali ngumu ya maisha. Akizungumza ikulu ya Lavoloha Jumatatu usiku, Rais Rajoelina alisema taifa linahitaji kiongozi safi mwenye uwezo wa kurejesha imani ya wananchi na kudhibiti utulivu wa taifa. Kwa kauli hiyo, akamtangaza Jenerali Zafisambo ambaye hadi uteuzi huo alikuwa mkurugenzi wa baraza la kijeshi katika ofisi ya waziri mkuu. Wachambuzi wanasema uteuzi huu ni ishara ya wazi ya kuongezeka kwa ushawishi wa kijeshi katika siasa za Madagascar, hatua inayolenga kuhakikisha jeshi linasimama upande wa rais katika kipindi hiki cha sintofahamu ya kisiasa. Vuguvugu la Gen Z Mada ambalo limekuwa mstari wa mbele katika maandamano tangu tarehe 25 Septemba limekataa uteuzi wa jenerali huyo na kumpa Rais Rajoelina saa 48 kujiuzulu. Mradi Rajoelina bado yuko madarakani, mapambano yataendelea, walisema waandaaji wa maandamano katika taarifa yao. Maandamano haya yalianza kutokana na hasira za umma juu ya kukosekana kwa maji na umeme mara kwa mara, lakini akapanuka hadi kuwa kilio kikuu dhidi ya rushwa, ukosefu wa ajira na gharama kubwa ya maisha. Kwa mujibu wa taarifa za Umoja wa Mataifa, watu wasiopungua 22 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa tangu maandamano hayo yaanze, ingawa serikali imepinga takwimu hizo ikisema ni uvumi usio na msingi. Wiki hii, maandamano yameendelea katika miji mikuu kama Antananarivo, Toliara na Diego Suarez, huku polisi wakitumia mabomu ya machozi kuwatimua waandamanaji. Ripoti za shirika la habari AFP zinasema kijana mmoja alijeruhiwa vibaya na kulazwa hospitalini baada ya makabiliano na maafisa wa usalama waliokuwa wameweka vizuizi barabarani. Aliyekuwa rais wa taifa hilo Marc Ravalomanana ameungana na waandamanaji akimtuhumu Rajoelina kwa kutosikiliza sauti ya wananchi. Ravalomanana ameeleza kuwa uteuzi wa Jenerali Zafisambo hautaleta mabadiliko yote, akisisitiza kuwa tatizo si waziri mkuu bali mfumo mzima wa uongozi wa sasa. Ameongeza kuwa hana nia ya kuunga mkono uingiliaji wa kijeshi, lakini yuko tayari kurejea madarakani kama wananchi watamtaka. Tangu ilipopata uhuru mwaka 1960, Madagascar imepitia mapinduzi na maandamano kadhaa. Mwaka 2009, maandamano makubwa yaliyoongozwa na Andry Rajoelina yalisababisha kuondolewa madarakani kwa Ravalomanana na kumfikisha Rajoelina kwenye urais kwa mara ya kwanza. Baada ya kuongoza kwa miaka 4, Rajoelina alirejea tena madarakani kupitia uchaguzi wa mwaka 2018 na kisha kuchaguliwa tena mwaka 2023. Hata hivyo, maandamano ya sasa ndiyo changamoto kubwa zaidi kwa utawala wake. Licha ya kuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali asilia, Madagascar ni miongoni mwa nchi maskini zaidi duniani. Takwimu za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa 75% ya wananchi wanaishi chini ya mstari wa umaskini, huku shirika la fedha duniani IMF likisema ni 33% pekee ya watu milioni 30 wanaopata huduma ya umeme. Changamoto hizi zimekuwa kichocheo kikuu cha hasira za vijana wa kizazi kipya cha Gen Z Mada wanaodai mageuzi ya kweli na mabadiliko ya mfumo wa utawala.